Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 3 ya mwezi Aprili, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya watakatifu Irene, Agape na Shiona wafiadini. Katika karne ya 4, Wakristo wengi waliuawa kwa sababu ya imani yao. Walidhulumiwa na wafalme mbalimbali wa Roma. Na mnamo mwaka 303, Kaisari Dioklesiano alikataza mtu yeyote kuwa na sehemu yoyote ya maandiko matakatifu. Aliagiza askari wake kupeleleza na kubaini yeyote mwenye Biblia, na kama atapatikana nayo atakuwa na hatia na adhabu yake ni kifo. Nyakati hizo waliishi kule Tesalonika nchini Ugiriki wanawake watatu wa Kristo ambao walikuwa na vitabu vingi vya maandiko matakatifu, ingawa wazazi wao walikuwa wapagani. Askari wa Kaisari waliwakuta na vitabu hivi, wakawakamata na kuwapeleka mahakamani. Kwanza wakahukumiwa kwa kesi ya kukataa kula chakula kilichokuwa kimetolewa sadaka kwa miungu ya wapagani. Walipoulizwa sababu ya kukataa kula chakula hicho, wakajibu wamekatazwa na Bwana Yesu Kristo. Basi wale wanawake wawili wakubwa, yaani Agape na Shiona, walihukumiwa adhabu ya kifo, wakachomwa moto wakiwa wazima. Baadaye Irene mdogo wao alishtakiwa kwa kuhifadhi vitabu vya Kikristo kama mali yake. Badala ya kuvikabidhi vichomwe moto, akavificha, kisha akakimbia na kujificha porini. Alikamatwa akapelekwa mahakamani, lakini aliepuka kutaja majina ya Wakristo wengine waliomsaidia. Kule mahakamani, Irene alihojiana na hakimu kama ifuatavyo. Hakimu alimuuliza, nani alijua kama umeficha vitabu hivyo? Na Irene akajibu, hakuna aliyejua isipokuwa Mungu mwenye enzi, maana tulivificha wasivione hata wahudumu wetu, wasije wakatusaliti. Hakimu akauliza, ulipokuwa porini, nani alikuletea chakula? Irene akajibu, Mungu ambaye huwapa chakula kila wenye uhai. Hakimu akauliza, baba yako alijua ulikokuwa? Na Irene akajibu, hapana, hakujua nilipo. Na mwisho hakimu akauliza, kati ya ndugu zako nani aliyejua siri hii? Na Irene akamjibu, nenda ukawaulize mwenyewe. Kwa hivyo Irene alihukumiwa kuuawa na vitabu vyake vya maandiko matakatifu vilichomwa moto. Wasichana hawa shupavu na wacha Mungu waliona afadhali kufa kuliko kuzitoa Biblia zao, kwa maana walithamini sana neno la Mungu kuliko uhai wao, kwa sababu neno la Mungu linaleta uzima wa milele. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu Irene, Agape na Shiona wafiadini. Watakatifu hawa waliongozwa na hekima ya Mungu, ambayo ni paji linalomwezesha mtu kumpenda Mungu kupita yote na kukubali kuteseka kwa ajili yake. Watakatifu wengine tarehe 3 mwezi wa 4, watakatifu Agape na Leopold. Watakatifu Irene, Agape na Shiona wafiadini. Mtuombee.